Gikonyo ambaye alimtibu Rigathi Gachagua siku ya kung'atuliwa kwake mamlakani ameiambia mahakama kwamba Gachagua alifika hospitalini kutokana na maumivu makali ya kifua na mawazo kwa wingi, jambo alilohofia huenda likaleta mshtuko wa moyo. Gikonyo akikana kwamba alikuwa akimficha Gachagua. Ameweka wazi kuwa alipokea simu kutoka kwa rais akitaka kujua hali ya Gachagua, ila kabla ya kupeana taarifa hiyo aliomba ruhusa kwa mgonjwa wake. Daktari Gikonyo aliyemtibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika hospitali ya Karen, Nairobi ametoa ushahidi wake mahakamani. Gikonyo akifafanua kuwa alipokea simu kutoka kwa Rais William Ruto wakati Gachagua alikuwa hospitalini kumjulia hali yake, ila kwanza aliomba ruhusa kutoka kwa Gachagua kupeana taarifa kuhusu hali yake. I must be honest enough to specify that I did receive a call from our president asking about the status of the patient, and it responded accordingly. What did you communicate in response to that inquiry? For the first time, Your Honor, I just said that we are in the process of doing various tests, and as soon as we have a conclusion, we shall let it known. Okay. But if Your Honor, you must allow me to say this, that when I said that, I had to seek clearance from the patient that was okay so to do, which he gave me permission. Mawakili wakishinikiza kujua iwapo Gachagua alifikishwa hospitalini kutokana na ugonjwa au kufichwa. Gikonyo amebaini kuwa Gachagua alifika na maumivu makali ya kifua, msongo wa mawazo, jambo ambalo amesema lingesababisha mshtuko wa moyo. Now that you have finished laughing, will you please answer the question? Was Rigathi Gachagua sick or not sick? Why are you hiding it? I thought it was not a serious question because maybe it is not common sense. But however, the answer is yes, he was sick. We admitted him. There's chest pain that can occur if you are going to have a heart attack. Medical terms called myocardial infarction. That, when you say you have chest pain in that category, we look at the possibilities of that being real. That's what we call the risk factors. And here's a man at his age, based on my experience, those type of symptoms, depending on the probability of disease, which depends on your risk factors, would imply that you could be having a heart attack. Aidha, mawakili wa upande wa serikali wameendelea kushikilia kwamba kulikuwa na tashwishi wakati wa matibabu ya Gachagua na pia wakati wa kuondoka kwake hospitalini. And when does it say he was discharged? On the 20th. Of which month? Of October. Of October, good. And what is the discharge date given in the medical summary? November. November. That's actually 34 days later. Correct. The question is the explanation you are now offering 1.5 years later, is it said, show me the paragraph of your affidavit that explains the discrepancy? It was not required. It was not required. But for the record, is it given in your affidavit, that explanation? Not given because not Good. required. It's not given. You must agree, sir, that it is not possible for this document to have been prepared at 2 different times as it purports to say. Fredrick Kwambua, Undugu TV.